Amesema hayo wakati akifungua kongamano la 5 la idhaa za Kiswahili duniani litakalofanyika kwa siku 3 mkoani Arusha. Amesema kuwa idhaa za Kiswahili ni muhimili katika kukuza lugha ya Kiswahili, hivyo serikali itaendelea kuunga mkono na kutoa mafunzo na maelekezo yatakayosaidia kukuza uelewa kwa waandishi na wamiliki wa vyombo vya habari hapa nchini. Katika ulimwengu wa leo unaoendeshwa na teknolojia, idhaa za Kiswahili zina jukumu kubwa la kuifanya lugha hii iendelee kuwa hai, yenye mvuto na yenye ushindani wa kimataifa. Vilevile, mabadiliko makubwa ya kijamii na kiuchumi tunayoshuhudia yanaendelea kuifanya lugha ya Kiswahili kuwa nyenzo muhimu ya mawasiliano, maarifa na maendeleo. Hivyo redio, televisheni, magazeti pamoja na majukwaa ya kidijitali kama vile mitandao ya kijamii ina nafasi ya kipekee katika kuifikisha lugha ya Kiswahili kwa hadhira. Aidha, ametoa maelekezo yanayolenga kukuza lugha hiyo kwenye vyombo vya habari kwa lengo la kuhakikisha tunaifikia shabaha tuliyojiwekea ya kuikuza lugha ya Kiswahili. Napenda kuelekeza mambo yafuatayo. Mosi, viongozi na watendaji wa idhaa za Kiswahili kuendeleza utaratibu wa kukaa pamoja na wataalamu wa Kiswahili na kubadilishana uzoefu wa namna bora zaidi ya kukuza Kiswahili na kukabiliana na changamoto za utangazaji kwa Kiswahili. Pili, wanahabari kuhakikisha wanakuwa na kamusi katika maeneo yao ya kazi ili kuweza kufahamu matumizi sahihi ya misamiati na istilahi za lugha ya Kiswahili. Waziri wa Habari, Utamaduni na Michezo Tanzania Bara, Paul Makonda, na waziri wa wizara hiyo Zanzibar, Bi Riziki Pembe Juma, wamesema ni muhimu kukitangaza Kiswahili nje ya nchi ili waweze kupata faida wanapotengeneza maudhui ya kuweka kwenye mitandao ya kijamii. Kiswahili, ndugu zangu, hakitakuwa na maana kama kitabaki ndani ya mipaka ya Tanzania tu. Ndivyo ilivyo tulivyoamua kwenye habari ya michezo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hakutakuwa na maana yoyote ile ya utamaduni wetu ukabaki hapa hapa tu. Chakula chetu tunakula wenyewe tu, mavazi yetu tunavaa wenyewe. Hapana, ili tuwe na nguvu lazima tuvuke nje ya mipaka ya Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara yetu kwa kushirikiana na UNESCO tumeanzisha mazungumzo na tuna imani ndani ya mwaka huu, Mwenyezi Mungu akitujalia, Kiswahili pia kitatambulika rasmi kwenye platform zote duniani, ili vijana wanaotengeneza content hapa Tanzania kwa lugha ya Kiswahili watengeneze pesa, na ndio uchumi ambao Daktari Samia Suluhu Hassan anataka kuwafikishia wao. Kwa miaka hivi karibuni tumeshuhudia ongezeko kubwa la matumizi ya Kiswahili katika vyombo vya habari, hususan radio, television na majukwaa ya mitandao ya kijamii. Vyombo hivi, Mheshimiwa mgeni rasmi, vimekuwa na mchango mkubwa katika kuifikisha lugha ya Kiswahili katika pembe mbalimbali za dunia, na hivyo kuifanya kwa lugha ya kimataifa inayozidi kupata hadhi na heshima duniani kote. Katibu mtendaji wa BAKITA Consolata Mushi amewashukuru washiriki kwa kuhudhuria kongamano hilo na kusema kuwa mafunzo yametolewa kwa washiriki kwa wingi, huku mmoja wa washiriki wa kongamano hilo, mkurugenzi wa idhaa ya Kiswahili China Li Yanjie, akiwahamasisha washiriki kuendelea kutumia Kiswahili kuunda maudhui mbalimbali ikiwemo filamu. Mafunzo yametolewa kwa makundi kadha wa kadha: kundi la waandishi waendesha ofisi, kundi la maofisa rasilimali watu, kundi la maofisa wa mapokezi na makundi mengine, na tunaendelea na jitihada hizi kuhakikisha kwamba tunafikia makundi yote ya serikali, ya watumishi wa serikali, ili waweze kutumia Kiswahili fasaha na sanifu mahali pao pa kazi. Kama unaojua, tamthilia Mama na Dodo na mama wake zake. Asanteni. Na mimi pia nimeweka sauti ndani, sijui kama naweza kukumbuka. Na leo tunakuja hapa, tunatafuta washirika zaidi ili tunaendelea kufikisha maudhui yetu kwa watu na maeneo zaidi. Kutoka hapa katika ukumbi wa mikutano ya kimataifa AICC, mimi ni Elihuruma Chao.